بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Tukiwa hapa katika holi la Sonara Hall Mombasa kwa siku tatu, kuanzia Jumatatu baada ya Eid al-Adha, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, leo ikiwa ni siku ya Jumatano, tulikuwa katika daura na mafunzo ya walimu wa madrasa, tukiangazia mambo mbalimbali ambayo yanahitajika katika nyanja za kielimu, na ni katika juhudi za kuboresha utendakazi wa walimu katika madarasa zetu za Kiislamu. Daura kama hii au mafunzo kama haya ya walimu ambayo yameandaliwa na Baraka Trust chini ya usimamizi wa Maulana Haji Ayub Abdul Sattar, pamoja na wasaidizi ambao wako chini yake, pamoja na kusimamiwa mipangilio kama hii na ustadhi wetu Ustadh Shami, pamoja na maustadhi ambao wameshirikiana na yeye kama mfano wa Ustadh Badru na wengineo, na sisi tukiwa ni wenye kushiriki katika harakati kama hizi za kufundisha walimu wa madrasa ama kuwapa mafunzo ya walimu wa madrasa, kwa sababu ya kuboresha mustawa na hali ya utendakazi wa kimasomo wa kielimu katika madarasa zetu za Kiislamu. Alhamdulillah, walimu wamepata mafunzo na hili jambo limeendelea sasa, ni mwaka wa 3. Ilianzia katika kaunti ya Lamu, ikawa Malindi, ikafanyika vile vile, tukafanya sehemu ya Kwale County, na mara hii tumefanya Mombasa County hapa katika Sonara Hall, na yote hayo yamesimamiwa na Baraka Trust chini ya usimamizi kama tulivyosema Maulana Haji Ayub Abdul Sattar na wenzake, pamoja na Ustadh Shami kwa upande wa maandalizi na kuwaalika walimu na kusimamia na kuendesha hizi harakati na kuwaalika wasomi mbalimbali na wahadhiri mbalimbali ambao ni wahadhiri katika vyuo vikuu mbalimbali hapa, yote kwa sababu ya kuboresha kazi ya walimu katika madaris zetu, na walimu wa madrasa wasibakishwe nyuma katika kupata taaluma na mafunzo ambayo wanahitaji katika safari hii ya kufundisha katika madaris. Wamejifunza mengi sana. Katika jumla ya waliojifunza, walioyapata katika mafunzo haya ni mbinu za kusomesha, teaching skills, na taraiq tadris, asalibu tadris, vile vile mambo ya kupanga lesson plan na namna ku control class, namna ya idaratul fasl, namna ya kuchunga wakati, namna ya kufanya idara ya madaris, yani kuzipeleka hizi madaris na kuzisimamia kwa upande wa taalim na kwa upande wa nidhamu, vile vile namna ya kutekeleza manahij na mitaala ya masomo katika masomo yetu ya Kiislamu, na tujaribu kupiga hatua katika kutambua kwamba kuna haja ya uboreshaji wa nidhamu zetu katika madaris za Kiislamu, kuanzia mbinu za kufundisha, kuanzia vifaa vya kusomeshea. Ulimwengu unabadilika na unatatawar mara kwa mara, yani hali zinaendelea kuwa tofauti. Namna walivyokuwa wamesoma wanazuoni wetu wa nyuma sivyo wanavyosoma hivi sasa watu wa sasa, na namna kila tunapoendelea mbele twazidi kupata mabadiliko katika field au nyanja hizi za kielimu. Kwa ajili hiyo tuna haja sisi kuweza kuboresha ama kuenda na wakati. Kuenda na wakati ni jambo muhimu sana, kwa sababu tusibakishwe nyuma. Na wanafunzi yale wanaofundishwa na wanaoyakuta kule katika masomo katika shule za public ama shule za private, hivyo tunataka waje waone kwamba katika maendeleo ya elimu, kumbe haya mambo ni ya Kiislamu, na Waislamu pia, au madrasa pia hazikubakishwa nyuma, wala madrasa pia hazikubaki nyuma katika kutekeleza risala kama hii ya taalim. Kwa ajili hiyo tumejifunza mengi, na insha Allah taala ndio mwanzo mpya na ndio mwanzo tumeanza. Insha Allah taala Mwenyezi Mungu awajaze kila la kheri walioandaa na waliosimamia na waliohudhuria na waliosomesha na waliotoa muhadhara na waliohudhuria, na walimu tunawaomba na tunawasisitiza tujaribu kuhudhuria kwa wingi tunaposikia matangazo ya masomo kama haya na mafundisho kama haya, kwa sababu elimu kwetu sisi Waislamu ni jambo ambalo tunatakiwa tuwe ni wenye kuzidisha. Waqur rabbi zidni ilma. Kwa hiyo katika Uislamu
Muislamu anatakiwa aombe kuzidishiwa elimu kila siku, na sio kuomba kwa dua peke yake, bali awe anafuatilia zile sababu za kumuongezea elimu, na kama kupata maarifa na kusoma. Na hili litasaidia pia kuunganisha wanafunzi wa kimadrasa waliosoma dini wasibakishwe nyuma katika jamii, wawe wanaweza wakaingia katika nyanja mbalimbali. Wanaweza kuwa makadhi, wanaweza kuwa ni watu wa idara, wanaweza kuwa ni walimu katika shule za public, wanaweza kuwa walimu katika shule za private, wanaweza kuwa walimu katika vyuo vikuu, wanaweza kuwa ni wahasibu, wanaweza kuwa ni watu manager katika nyanja mbalimbali za kibiashara na nini. Kwa hiyo madrasa haimaanishi tu kwamba mtu asome dini peke yake, bali anasoma dini pamoja na namna ya kuoanisha, namna ya kufanya integrated, tuweze kuishi katika maisha ambayo dini yetu tuko nayo na ulimwengu tunaenda nao vile ambao Uislamu unavyotaka na vile dini inavyotaka. Kwa hiyo vile vile tulikuwa na umuhimu tumeangazia katika swala la walimu wa kimadrasa kukuzwa katika kupata communication zaidi, yani kujifunza lugha mbalimbali. Tulisisitiza lugha Kiingereza. Taban lugha ya Kiarabu ni lugha inayotumika katika madaris, lakini pia tuna haja sasa walimu watambue kwamba wana haja pia ya kujifunza lugha Kiingereza, kwa sababu maisha yanavyobadilika, hata hao wanafunzi wanaosomeshwa sasa wengine wetu tu wa Kiafrika na wa Kiswahili na wa Kiarabu na wengineo, imekuwa lugha Kiingereza kwao ni lugha ya kawaida, wanaizungumza vizuri. Kwa hiyo na walimu wanatakiwa wawe ni wenye kujifundisha lugha ya Kiingereza pia, wasionekane, mwalimu asidharauliwe na mwanafunzi kwa kuonekana hajui Kiingereza. Sisemi Kiingereza ni faradhi, lakini Uislamu unatusisitiza kila kinachohitajika tuwe nacho. Kwa ajili hiyo hata lugha Kiingereza kwa mwalimu wa kidini ni muhimu sana, kwa sababu ya khutba, kwa sababu ya darasa, kwa sababu ya muhadhara, kwa sababu ya maisha ya kawaida ya kila siku, asibakishwe nyuma. Hivyo insha Allah tunataraji wanawake hatujawabakisha nyuma, walihudhuria kwa wingi, vile vile muallimat na muallimin walihudhuria na wamefurahia mafunzo kama haya, na wameomba mafunzo haya yasiwe ni mwaka mara moja, bali yawe ni mafunzo ambayo yatapangiwa vituo ambavyo vitakuwa vikifundisha masala ya ualimu katika dini yetu ya Kiislamu. Walimu wa madrasa wawe na wao watakuwa na college zao au sehemu zao za kujifundisha, japo level za kwanza za certificate pamoja na diploma, kisha mengine tena mtu akitaka kwenda university atakuwa ni mwenye kwenda kusoma zaidi. Insha Allah harakati kama hizi zitaendelea na zitakuwa zikifanywa kazi kupitia taasisi zetu hizi za Kiislamu, kina Baraka Trust na zinginezo ambazo wanajihusisha katika nyanja hizi za kielimu na za kimaendeleo ya jamii, katika nyanja za kimaendeleo ya Kiislamu katika jamii. Inshallah tunawatakia kila la kheri, na wasimamizi Mwenyezi Mungu awape nguvu zaidi, na walimu waanze kuchangamka zaidi. Tumeingia katika ulimwengu wa kusomesha katika mitandao, watu siku hizi wanachukua online classes. Walimu wa madrasa wanatakiwa pia wasibakishwe nyuma. Kama kuna wanafunzi wao wako mbali wanataka kusoma kwa walimu wao, basi kunayo namna ya kuwawezesha kupata masomo yao through hizi platforms ambazo ziko za kufundisha online kwa namna mbalimbali. Na katika mihadhara itakayofuata katika siku zitakazokuja, kila mapya au kila jipya ambalo limejitokeza katika nyanja ya kielimu tutaangazia, mfano wa mambo ya kusomesha online na mambo ya kutumia hata hizi kina AI, hizi artificial intelligence ambayo inafahamika adhakaul istinai, na kina robot hizi. Watu siku hizi wameanza kuingia katika ulimwengu wa kutumia ala katika kuboresha nyanja za kielimu na katika fieldi za kielimu. Insha Allah taala Mwenyezi Mungu atuwafikie kila la kheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.